Je, umewahi kujiuliza nini kinaweza kutokea mwilini mwako ukinywa maziwa mtindi kila siku kwa mwezi mmoja? Watu wengi hufikiri maziwa mtindi ni kinywaji cha kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba maziwa mtindi yana mabilioni ya bakteria wazuri, probiotic, protini, calcium, vitamini B12, riboflavin, phosphorus na madini mengine muhimu yanayoweza kusaidia afya kwa njia nyingi. Lakini je, ni kweli kila mtu anapaswa kunywa maziwa mtindi? Je, yana faida gani? Na ni nani anapaswa kuwa mwangalifu? Katika video hii, tutazungumzia mabadiliko makubwa ambayo yanaweza kutokea mwilini ukinywa maziwa mtindi kila siku kwa siku 30. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Namba 1. Mmeng'enyo wa chakula unaweza kuimarika. Faida kubwa inayojulikana zaidi ya maziwa mtindi ni kuboresha afya ya utumbo. Maziwa mtindi yana bakteria hai wanaosaidia kuongeza uwiano wa bakteria wazuri kwenye utumbo. Hii inaweza kusaidia kupunguza kuvimbiwa, kupunguza gesi tumboni, kupunguza tumbo kujaa, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kusaidia utumbo kufanya kazi vizuri. Utumbo wenye afya pia husaidia mwili kufyonza virutubisho vizuri zaidi. Namba 2. Kinga ya mwili inaweza kuimarika. Takriban 70% ya seli zinazohusiana na kinga ya mwili zinahusiana na utumbo. Utumbo unapokuwa na bakteria wazuri wa kutosha, mfumo wa kinga unaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hii haimaanishi kwamba maziwa mtindi yanazuia magonjwa yote, lakini yanaweza kuwa sehemu ya lishe inayosaidia afya na kinga. Namba 3. Mifupa na meno inaweza kuwa imara zaidi. Maziwa mtindi yana calcium, phosphorus na protini. Virutubisho hivi vina mchango mkubwa katika kujenga mifupa, kudumisha miguu au nguvu za mifupa, kupunguza hatari ya udhaifu wa mifupa kadri umri unavyoongezeka. Kwa watoto, watu wazima na wazee, ulaji wa calcium ya kutosha ni muhimu. Unaweza kujisikia kushiba kwa muda mrefu. Protini iliyopo kwenye maziwa mtindi husaidia kuongeza hisia ya kushiba. Matokeo yake, unaweza kula kiasi kidogo cha chakula. Unaweza kupunguza ulaji wa vitafunwa visivyo na afya. Inaweza kusaidia mpango wa kupunguza uzito ikiwa sehemu nyingine za lishe na mazoezi pia zinazingatiwa. Namba 5. Afya ya misuli inaweza kuimarika. Protini ni muhimu kwa kujenga misuli, kutengeneza tishu zilizoharibika, kupona baada ya mazoezi. Kwa watu wanaofanya mazoezi, maziwa mtindi yanaweza kuwa chaguo zuri kwa sehemu ya lishe yenye uwiano. Namba 6. Ngozi inaweza kuonekana imara. Ingawa ushahidi bado unaendelea kufanywa utafiti, afya nzuri ya utumbo inaweza kuathiri afya ya ngozi. Baadhi ya watu wanaweza kuona ngozi kuwa na muonekano mzuri, kupungua kwa ukavu, kuboresha au kuimarika kwa baadhi ya matatizo madogo ya ngozi. Hata hivyo, matokeo tofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Namba 7. Inaweza kusaidia kudhibiti shinikizo la damu. Maziwa mtindi yana potassium, calcium. Madini haya ni muhimu katika kudumisha afya ya moyo, kusaidia udhibiti wa shinikizo la damu kama sehemu ya lishe bora. Lakini mtu mwenye presha anatakiwa pia kupunguza chumvi, kufanya mazoezi na kufuata ushauri wa daktari. Namba 8. Inaweza kusaidia kudhibiti sukari ya damu. Maziwa mtindi yasiyo na sukari nyingi yana protini, mafuta yenye kiasi, wanga kidogo kuliko baadhi ya vinywaji vyenye sukari. Kwa watu wengi, yanaweza kuwa chaguo bora zaidi kuliko soda au juisi zenye sukari nyingi. Hata hivyo, wagonjwa wa kisukari wanapaswa kuchagua maziwa mtindi yasiyo na sukari yasiyo na sukari iliyoongezwa na kuzingatia kiasi wanachokunywa. Namba 9. Afya ya moyo inaweza kufaidika. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa ulaji wa bidhaa za maziwa yaliyogandishwa kama maziwa mtindi unaweza kuhusishwa na afya bora ya moyo kwa baadhi ya watu. Hata hivyo, faida hizi hutegemea pia lishe kwa ujumla, mazoezi, uzito wa mwili pamoja na kuvuta sigara.
Hakuna chakula kimoja kinachoweza kulinda moyo peke yake. Namba 10, unaweza kupata vitamini muhimu. Maziwa mtindi yanaweza kukupa vitamini B12, vitamini B2, zinki, magnesium na phosphorus. Vitamini na madini haya husaidia kutengeneza damu, kuzalisha nguvu mwilini, afya mfumo wa neva, kazi mbalimbali za mwili. Namba 11, harufu mbaya ya mdomo inaweza kupungua kwa baadhi ya watu. Kwa baadhi ya watu, kuboresha afya ya utumbo kunaweza kusaidia kupunguza baadhi ya sababu zinazochangia harufu mbaya mdomoni. Lakini kama harufu inatokana na matatizo ya meno, fizi au magonjwa mengine, ni muhimu kutibiwa chanzo chake. Namba 12, unaweza kupunguza ulaji wa vinywaji vyenye sukari. Ukibadilisha soda au juisi zenye sukari nyingi au maziwa mtindi yasiyo na sukari iliyoongezwa, unaweza kupunguza ulaji wa sukari wa kila siku. Hii inaweza kusaidia afya kwa ujumla. Je, ni maziwa mtindi gani uchague? Kwa matokeo bora, yasiyo na sukari nyingi iliyoongezwa, yenye bacteria high live cultures, yenye protini nyingi, chagua bidhaa zenye viambato vichache na epuka zenye sukari nyingi. Unapaswa kunywa kiasi gani? Kwa watu wenye afya, kiasi cha takriban kikombe kimoja, yani mils 200 mpaka 250 kwa siku, kinaweza kuwa sehemu ya lishe yenye uwiano. Mahitaji hutofautiana kulingana na umri, afya na lishe ya mtu. Nani anatakiwa kuwa mwangalifu? Maziwa mtindi si chaguo bora kwa kila mtu. Zingatia ushauri wa daktari ikiwa una mzio wa protini ya maziwa, kutovumilia lactose, ingawa baadhi ya watu huvumilia mtindi vizuri zaidi kuliko maziwa ya kawaida. Magonjwa maalum yanayohitaji lishe maalum. Mfumo wa kinga uliozofika sana, ambapo aina fulani ya vyakula vyenye bakteria hai zinaweza kuhitaji tahadhari. Ili kupata faida zaidi, kunywa maziwa mtindi pamoja na lishe yenye matunda, mboga na nafaka zisizokobolewa. Fanya mazoezi angalau dakika 150 kwa wiki. Kunywa maji ya kutosha. Lala saa 7 hadi 9 kila siku. Epuka kuvuta sigara na punguza matumizi ya pombe. Ukianza kunywa maziwa mtindi kila siku kwa siku 30 kama sehemu ya lishe bora, unaweza kuona maboresho katika afya ya utumbo, kushiba kwa muda mrefu, ulaji wa virutubisho muhimu, na kwa baadhi ya watu, afya ya mifupa na kinga ya mwili. Hata hivyo, matokeo tofautiana kati ya mtu na mtu, na maziwa mtindi si tiba ya magonjwa yote. Je, wewe umewahi kunywa maziwa mtindi kila siku? Uliona mabadiliko gani? Andika uzoefu wako kwenye sehemu ya maoni. Usisahau kulike video hii, kushare na kusubscribe ili upate mada zaidi za afya zinazotegemea ushahidi wa kisayansi.